Mpendwa msikilizaji wa Radio Tabora FM, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu. Leo siku ya Ijumaa tarehe 29 mwezi wa 12 mwaka 2023 katika kipindi cha Oktava ya kuzaliwa kwa Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Karibuni sasa tusikilize somo la Injili kutoka Injili ya Mtakatifu Luka sura ya 2 aya 22 hadi ya 35. Zilipotimia siku za kutakasika kwao, kama ilivyokuwa Torati ya Musa, walikwenda na Yesu hata Yerusalemu wamweke kwa Bwana, kama ilivyoandikwa katika sheria ya Bwana, kila mtoto mwanamume aliyekifungwa mimba ya mamaye na itwe mtakatifu kwa Bwana. Wakatoe na sadaka kama ilivyonenwa katika sheria ya Bwana, hua wawili au makinda ya njiwa wawili. Na tazama, pale Yerusalemu palikuwa na mtu jina lake Simeoni, naye ni mtu mwenye haki, mcha Mungu, akitaraji faraja ya Israeli. Na Roho Mtakatifu alikuwa juu yake. Naye alikuwa ameonywa na Roho Mtakatifu ya kwamba hataona mauti kabla ya kumwona Kristo wa Bwana. Basi akaja hekaluni ameongozwa na Roho, na wale wazazi walipomleta mtoto Yesu ndani ili wamfanyie kama ilivyokuwa desturi ya sheria, yeye mwenyewe alimpokea mikononi mwake, akamshukuru Mungu akisema, sasa Bwana, wamruhusu mtumishi wako kwa amani, kama ulivyosema, ya kuwa macho yangu yamemwona wokovu wako, ulioweka tayari machoni pa watu wote, nuru ya kuangaza wa mataifa na kuwa utukufu wa watu wako Israeli. Na babaye na mamaye walikuwa wakiastajabia hayo yaliyonenwa juu yake. Simeoni akawabariki, akamwambia Mariamu mama yake, tazama, huyu amewekwa kwa kuanguka na kuinuka wengi walio katika Israeli, na kuwa ishara itakayonenewa. Naye mwenyewe upanga utaingia moyoni mwako, ili yafunuliwe mawazo ya mioyo mingi. Neno la Bwana. Wapendwa wasikilizaji, leo mama kanisa anaendelea kutushirikisha furaha za kuzaliwa kwa Bwana. Tangu siku ile tulipoadhimisha sikukuu ya kuzaliwa kwa Bwana, tumeendelea kumshangilia huyu Mwokozi aliyezaliwa kwetu. Katika somo la Injili tulilosikia hivi punde, Mwinjili Luka anatuhabarisha juu ya familia takatifu inayosafiri kuelekea Yerusalemu. Familia hii, ikifuata matakwa ya sheria ya Maria, wanampeleka mtoto hekaluni kwa ajili ya kutakaswa. Aidha, Yosefu na Maria wanampeleka zawadi, na huko hekaluni wanakutana na mtumishi wa Mungu Simeoni, aliyekuwa ameahidiwa kuwa hata kufa bila ya kumwona mkombozi wa Israeli. Kwa tendo la wazazi hawa kumpeleka mtoto hekaluni, linatufunulia uwajibikaji wao, kwanza kwa sheria ya Maria na kwa mtoto aliyezaliwa kwao. Pili, linatufunulia utii waliokuwa nao kwa Mungu, kwa sababu inaonekana kuwa Maria alimtoa mwanae kama zawadi ya pekee kwa Mungu kwa ajili ya utume, kama Hana alivyomtoa Samueli kwa Mungu madhabahuni. Rejea kitabu cha kwanza cha Samueli sura ya kwanza aya ya 11
ya 21 hadi ya 28. Aidha, sadaka walioitoa wazazi hawa haikuwa ya thamani kubwa sana kiasi kwamba hata mtu maskini angeliweza kuitoa. Hii inadhihirisha unyenyekevu wao kwa Mwenyezi Mungu. Rejea Injili ya Luka sura ya 1 aya 46 hadi ya 55. Kadhalika, mwitikio wa Simeoni baada ya kumwona mtoto ulifunua utii, uvumilivu na uadilifu wake kwa ahadi ya Mwenyezi Mungu. Simeoni aliamini katika ahadi ya Mungu, na ndiyo maana anapomwona mtoto anamsifu na kumtukuza Mungu kwa tenzi. Rejea Injili ya Luka sura ya 2 aya 29 hadi ya 32. Pia anatoa utabiri kuwa mtoto huyo alikusudiwa kwa ajili ya anguko na kusimama kwa Israeli, ishara ya kukataliwa na kuwa upanga utauchoma moyo wa Bikira Maria ili mawazo ya watu yaliyofichika yapate kuwekwa wazi. Rejea Injili ya Mtakatifu Luka sura ya 2 aya 34 hadi ya 35. Wapendwa, katika Injili hii tuliyoisikia hivi punde tunajifunza yafuatayo. Mosi, Yesu anazaliwa katika jamii yenye msimamo mkali juu ya sheria, japo yeye alivunja sheria hiyo mbali na uono wa mwanadamu. Wapendwa, hakuna kitu kiwezacho kutuzuia kutimiza mapenzi ya Mungu. Hivyo tunaalikwa kumtanguliza Mungu kwa kila jambo tulifanyalo katika maisha yetu. Iwe ni maamuzi, iwe ni kutenda, iwe ni kuishi, tumtangulize Mungu kwa kila jambo. Iwe ni katika mashamba, katika kwenye kulima na katika kuenenda kwetu, tumtangulize Mungu. Pili, Maria na Yosefu walimlea mtoto Yesu katika hali ya utii na hivyo kumwezesha kukua katika hekima na kimo. Rejea Injili ya Mtakatifu Luka sura ya 2 aya 52. Kwa tendo hili wazazi hawa wanatoa mfano wa namna bora ya wazazi kuwalea watoto wao. Namna hii inahusisha wajibu wa moja kwa moja wa wazazi kwa watoto wao, hasa kuwapatia huduma zote msingi kama vile chakula bora, maradhi, ulinzi, elimu bora na malezi, ili kulijenga taifa bora na adilifu. Baba Mtakatifu Francisco katika homilia yake ya tarehe 2 mwezi wa 2 mwaka 2014 katika sherehe za torewa kwa Bwana hekaluni alikazia akisema, ni vizuri wazee walisisha vijana wao hekima walionayo, na vijana wanao wajibu wa kukusanya utajiri huo wa hekima kwa ajili ya maisha yao ya baadaye. Wamealikwa vijana kutoutunza utajiri huo katika jumba la makumbusho, bali wauweke katika matendo yao ya kila siku. Ni katika jamii yetu ya leo ambapo vijana tunaalikwa kuwasikiliza wazee wetu, tujifunze kwao na tutende kulingana na sheria ya Mungu, tukiyasikiliza mawazo yao na hekima walizonazo. Tatu, akiwa bado mtoto mdogo, Yesu anapelekwa hekaluni na wazazi wake ili kumweka wakfu kwa Mungu. Itukumbushe kuwa hatupaswi kusubiri watoto wetu wakue, bali tuwapeleke kwa Mungu angali wadogo ili wakue katika kumjua na kumpenda Mungu, huku tukiwaombea ili matashi yao yaendane na ahadi tulizoziweka kwa niaba yao. Tunaweka ahadi kwa niaba yao kwa sababu wanakuwa bado hawajapata akili ya utambuzi, na hivyo ni wajibu wa wazazi kuendelea kuwalea watoto wao katika imani walioirithishwa wangali wadogo, ili wapate kuielewa na kuishika. 4. Mungu ana watu wake waaminifu.
Hapa Simeoni ni mfano wa kuigwa kwa sababu ya hisia zake kwa sauti ya Mungu na utayari wake kwa mwito wa Mungu. Hii ni changamoto kwetu sisi katika jamii ya leo. Tujiulize, ni sauti gani tunaifuata katika kuchukua maamuzi juu ya maisha yetu? Je, ni mara ngapi tumekuwa tayari kushiriki matukio mbalimbali ya kikanisa? Je, tunasingizia uchovu na kushindwa kushiriki mafumbo matakatifu ya misa? Hii yote tujiulize, na ni hakika majibu tunayo. 5, Roho Mtakatifu anaweza kuongea nasi na kutuonyesha vitu ambavyo watu wengine hawawezi kuviona na kuvielewa. Rejea ahadi ya Mungu kwa Simeoni kuwa atamuona Masia kabla ya kifo chake. Injili ya Luka sura ya 2 aya ya 26. Wapendwa, si rahisi kusikia sauti ya Mungu, labda tukijiandaa vema kuisikia kwa kuishi mapenzi ya Mungu kwa uadilifu na ibada kamili. 6, watu watiifu wamejaa shukurani kama Simeoni. Hapa tunaalikwa kujenga moyo wa shukrani kwa Mungu anayewezesha yote tulionayo. Aidha, tujiulize katika maisha yetu, tunapopata na changamoto tukamlilia Mungu akatujalia majibu, shukrani zetu kwa Mungu tunazitoa kwa namna gani? Au tunamkumbuka katika shida na katika mafanikio, Mungu tunamweka kando? Mtakatifu Teresa wa Avila aliwahi kusema kwamba katika vitu vyote vilivyoumbwa, tambua ukarimu na hekima ya Mungu, katika mambo yote mshukuru. Aidha, tunaalikwa kukishinda kiburi cha uzima, tukikumbuka kuwa moyo usio na shukrani ukausha mema yote. Wapendwa, tunaweza kuyafahamu mapenzi ya Mungu na kuyatenda kama tutafungua mioyo yetu na kuisikia sauti ya Mungu, na hili linawezekana kama tutamfuata Mungu, tukamjua kupitia neno lake, tukampenda na kujipenda wenyewe na kuwapenda jirani zetu na kumtumikia kwa utiifu, nyenyekevu, upole, utu wema na uadilifu. Tumsifu Yesu Kristo. Tafakari hii imeletwa kwenu na mimi Frateri Longino Mukurasi kutoka Jimbo Katoliki la Kayanga, ninayesoma somo la teolojia mwaka wa 4 katika seminari kuu ya Mtakatifu Paulo Mtume Kipalapala.